Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ni baba yangu, wewe ni mfalme wangu. Asanti ni kwa sababu ya ufunuo wako asubuhi ya leo. Asanti ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu, yule Bwana anayeendelea na kutuongoza na kutufundisha na kutuelekeza katika ndani yako mtakatifu kulingana na mapenzi yako. Asanti ni kwa sababu ya ufunuo ule Bwana Jehova Jire utakaopokelewa na watu wale watakao nitusikiliza mahali hapa katika wendani. Na asanti sana ni kwa sababu ya kibali ya ajabu na neema ya utukufu inenao ndani yetu mfalme. Asante ni kwa sababu ya kizima ama chemichemi ile umetia ndani ya tumbo langu ama ndani yangu, ndio niweze kuendelea kunena mausia yako wewe mtakatifu, wewe uliotuumba kwa mfano wako Bwana Jehova Jire, na ukaweza kutupa kibali na ukaweza kutupa urithi wote katika maisha yetu, ndio tuweze kurithi pamoja nawe. Nafasi yako ndio nafasi yetu, mapenzi yako ndio mapenzi yetu, ufalme wako ndio ufalme wetu. Na wewe Bwana Jehova Jire, hakuna wakati mfalme unatutakia tuweze kuingia katika mateso, sida wala matatizo. Unatufanya sisi wote wapya katika neema yako. Umetufanya tuweze kuwa haki katika neema yako. Umetuinua kiwango ya kwamba hakuna mtu mwenye haki atakayeweza kuhesabiwa kuwa mwenye dhambi, wala hakuna mtu ataweza kumuona katika upotofu ila tu ni katika imani iliyo ndani yako Kristo Yesu. Pokea sifa Bwana wangu, pokea sifa mtakatifu wangu, pokea sifa wewe Mungu wa miungu yote. Asante ni kwa sababu kila roho na kila nguvu na kila ufalme na kila gome na kila demon tumesteka nyara, mfalme wa ajabu, na kuziweka chini ya miguu yetu, na hakuna ufalme wowote utaweza kuinuka juu yetu wakati kama huu tunapoendelea. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Pokea sifa ni kwa sababu ya kutujaza na Roho. Asanti ni kwa sababu ndani yetu Bwana Jehova Jire kuna Roho anayezungumza ndani yetu, yule wakati wowote aliaye amba fara. Tuna nguvu Bwana Jehova Jire ndani yetu mfalme, hasijatokana na ulimwengu, hasijatokana na uwezo wetu, ila imetokana na Roho wako Mtakatifu. Twakuinua wewe Bwana Jehova Jire, ulitufungua na magonjwa, ukatufungua na umaskini, ukatufungua Bwana Jehova Jire na hali yoyote ile iliyokuwa imeinuka katika maisha yetu ya kutuonyesha ya kwamba kama hatustahili mbele zako. Lakini sasa twajua na twatambua sisi tunastahili, na sisi ni wanao Bwana Jehova Jire, na wewe ndiye ulituita na ukatuchagua na ukatutuma katika kazi yako Bwana. Ukatupa mamlaka yote na nguvu zote mfalme juu ya kila kitu katika ulimwengu, ndio sisi wote tuweze kusimama katika mapenzi yako kulingana na vile upendavyo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen, amen, amen. Ya Roman, katika kitabu ya Roman 3:20 inatuambia kwamba huyu si mwingine ni Apostoli India, na ninakupenda na si kwa upendo wa ulimwengu, ni upendo utokao ndani ya Kristo. Huo ndio ule upendo Bwana alinipa na akafanya niweze kusabasa kwa watu wengi, na watu wengi wameupokea. Ni kwa sababu ya kukaa na kusikiliza neno la Bwana kulingana na vile mapenzi ya Bwana ilivyo. Katika kitabu hiyo nimesema ya Roman 3:23 mstari wa 20, kuna kitu huo mstari unasema katika maisha yetu. Unatuambia, therefore by the deeds of the law there shall no man there shall no flesh, no man, no flesh be justified in his sight. Bwana asifiwe. For by the law is the knowledge of sin. Ati kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Hakuna mwenye mwili.
Na wakati neno linasema hakuna mwenye mwili, wakati ninaponena kuhusu hakuna mwenye mwili, ni kunena ya kwamba mtu yeyote amezaliwa, mwanadamu yeyote amezaliwa katika ulimwengu tulio ndani yake. Hakuna awezaye, yeyote amezaliwa na mwanamke ulimwenguni, hakuna awezaye kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Ni kwa sababu anatenda matendo ya sheria. Hiyo ndio neno limetuambia. Neno limetuelekeza vizuri na kutuonyesha ya kwamba sheria haikukuja katika maisha yetu iweze kutufanya kuwa wenye haki mbele za Bwana. Kwa sababu kuwa mwenye haki ni kutambua kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya miaka 2000 imepita. Alafu kutambua ya kwamba ndio niweze kuwa mwenye haki, ni lazima niweze kuwa ndani ya Kristo na Kristo kuwa ndani yangu. Pasipo Kristo kuwa ndani yangu, ndio yeye Kristo wakati ameshaingia ndani yangu, kazi yake ndani yangu ni kunipa Roho Mtakatifu. Na hakuna awezaye kuhesabiwa kuwa haki tena kama hana Roho wa Bwana. Wakati mimi na wewe tumepokea Roho wa Bwana, hapo ndipo tunahesabiwa kuwa haki. Sababu Roho wa Bwana ndiye thibitisho. Roho wa Bwana ndiye thibitisho ya kwamba nimefunguliwa kutokana na destruction, mwanguko, ama nimefunguliwa kutokana na dhambi. Dhambi ilifanya watu wengi sana waweze kuwa hawana imani. Sababu mahali popote dhambi iko, hakuna imani. Ni kama vile wana wa Israeli wakati ule Musa aliwatoa katika mji wa Misri. Musa, Mungu alimnenea akamwambia, ambia wana wa Israeli waweke milango yao, wapake damu, wachinje kondoo, wakule nyama zake, wakiwa wamejitayarisha kwenda na wakimaliza kuchinja damu yake waweze kuipaka kwa frame za milango yao. Ndio malaika wa kifo wakati atakuwa akipitia pale, akiona ile damu, judgment haitakuwa juu yao. Nashukuru sana ni kwa sababu mlango wowote, hata kama ulikuwa wa Mu-Egypt umepakwa damu, yule Mu-Egypt hageuawa. Sababu alama ile ilikuwa imewekwa, ilikuwa inazuilia malaika wa kifo asiingie ndani ya ile nyumba. Haikuwa inajalishi ni mlango wa nani, ni nyumba ya nani imepakwa ile damu. Kwa hivyo mtu yeyote yule alikuwa ndani ya nyumba ile ilikuwa frame zake zimepakwa damu, hangekufa. Hivyo ndivyo siku ya leo mtu yeyote yule ameamini kupitia damu ya Kristo, akaamini ile kazi Kristo Yesu alikuja ulimwenguni akaweza kuifanya, hakuna wakati atakayehesabiwa kuwa mwenye dhambi, sababu ile damu ya mwanakondoo imemuosha. Bwana asifiwe. Imemredeem, imemfungua. Bwana asifiwe. Imemtoa katika kifo kile kilikuwa kinahesabiwa ndani yake kuwa sehemu yake. Lakini wakati ule imani
katika kazi ya Kristo imeingia ndani yetu kupitia neno la Bwana, kile kifo kinaondolewa ndani yetu, sababu milango yetu ya moyoni imepakwa damu. Imani inatimirika wakati ule tumeamini kazi ya Kristo kupitia kazi aliyoifanya ya umwagaji wa damu katika msalaba. Katika msalaba wa Kristo, hapo ndipo watu walifunguliwa na kuwekwa huru. Nao wale wote waliweza kuamini kazi hiyo ya msalaba, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo, wamefunguliwa kutokana na dhambi zote na hata mauti. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna mmoja alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote na kwa sababu ya watu wote. Na yeye ni nani? Yeye ndiye Kristo Yesu. Kazi ya Kristo Yesu ni kututoa katika kifo, ni kututoa katika dhambi ile iliyokuwa tumehesabiwa kabla Yesu Kristo hajakuja katika ulimwengu. Lakini wakati ule Kristo alipokuja ulimwenguni, haja yake moja na ndio tu ilimleta katika ulimwengu, ni kufa kwa msalaba, ni kufungua watu katika kifo. Na ndio tumesoma huu mstari kuonyesha ya kwamba sio wale wote wako katika sheria, wanaoitimiza sheria, wanaopigana, wako katika harakati na bidii kubwa ya kutimiza sheria, watakayehesabiwa kuwa wenye haki. Ni neno la Bwana linasema ya kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sheria ilikuja tu ndio iweze kudhibitishia mwanadamu ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, yeye ametenda dhambi. Wakati wowote mwanadamu anajaribu kutimiza hiyo sheria ilikuja na Musa, nayo sheria ile inamuonyesha haiwezekani. Unajaribu kunitimiza, unajaribu kutimiza sheria kwa sababu tayari umeshaingia katika dhambi. Bwana asifiwe. Neno linatuambia jambo moja mahali hapa. Katika kitabu acha nifungue Biblia, sorry. Tukiwa hapo tutaweza kuangalia na wewe tuone kwa nini mwanadamu anatimiza sheria, anajaribu kuitimiza sheria. Mara mingi tunajaribu kuitimiza sheria kwa sababu tunafikiria sheria itaweza kutufungua. Galatians 3 hiyo tutaisoma baadaye. Acha kwanza tuangalie Timothy. Wacha tuangalie Timothy pamoja nawe katika kitabu ya Timotheo wa kwanza, First Timothy.
Wacha tuangalie, tutarudi hapa Roman. First Timothy kuna kitu inatuambia. First Timothy 1 mstari wa 8. First Timothy 1:8 inasema, but we know that the law is good if a man use it lawfully. Sikiliza hapo vizuri. Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali. Hiyo ni kitu moja nilikuja kujua. Wakati tunaposoma neno, hatutabui twasomaje. Ati sheria ni njema. Yes, na ukweli sheria ni njema. Ati lakini twajua ya kuwa sheria ni njema. Sheria ni kitu kizuri sana. Na sheria, kitu ya kwanza ujue, ilikuja ikiwa ya rohoni. Lakini mwenye kuipokea kulingana na mtumishi wa Bwana Paul, ilipokelewa na mtu wa mwilini. Na mtu wa mwilini wakati wowote tabia yake ni kutenda matendo. Na matendo anayoyatenda haitokani na neno la Bwana, inatokana na mawazo ya mwanadamu. Tukifuata neno la Bwana na tulisome kulingana na vile lilivyo, hakuna mtu hata mmoja atatamani kutimiza sheria. Kwa sababu sheria hakuna wakati itakuhesabia kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Biblia inasema ya kwamba, lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali. Kwa hivyo kuna njia isiyo halali. Na ile njia isiyo halali ndiye mwanadamu alipokea ile sheria nayo. Hiyo ni kitu moja nilijua. Ile njia isiyo halali ndiye mwanadamu yule siku ya leo anajiita Mkristo alipokea ile sheria na hiyo njia. Na wakati alipoipokea na hiyo njia, kazi yake ikawa ni kung'ang'ana usiku na mchana akijaribu vile ataitimiza ile sheria. Na mtu wa mwilini, mtu aliye na mwili, a fleshly man, hawezi kuitimiza sheria hata moja. Haiwezekani mtu aliye na mwili kuitimiza sheria hata moja. Haiwezekani. Najua unaweza shindwa ninasema nini, lakini nakuambia hakuna awezaye kuitimiza sheria. Mtu yeyote yule amezaliwa na mwanamke. Bwana asifiwe. Number 9. Knowing this that, sikiliza. Knowing this that the law is not made for a righteous man. Sheria haikuletwa. Sheria haikuwekwa kwa sababu ya watu wenye haki. Sheria sio ya wenye haki. Sheria ni ya wenye dhambi. Bwana asifiwe. Tunawekewa sheria mahali popote, mpaka katika serikali. Sababu ni kwa sababu gani? Sababu sisi ni watu wa kukosea. Na wakati umekosea ndio unatambua umevunja sheria. Kama saa hii tuseme kwa hii barabara yetu tunayopitia, tuseme ni Thika Road. Kuwe Thika Road hakuna mataa ya kuonyesha ya kwamba umevunja sheria.
Kwa hivyo wakati wowote hakuna mataa ya kuonyesha ya kwamba umevunja sheria, we hata ukipitia hiyo njia na njia gani, upite, ukibie, ukose kwa kisa mataa, yani tuseme namna hiyo, hakuna mtu atakupeleka kotini, kwa sababu hakuna sign ya kuonyesha umevunja sheria. Lakini siku moja iweze kufika mahali fulani Thika Road waweke ile rights za kuonyesha hapa ni lazima gari sisimame, gari fulani sikiingia katika roundabout ama mahali popote kuna junction ya njia. Right iwekwe ndio izuilie gari fulani, wakati gari fulani zinapita, gari fulani sisimame. Lakini wakati ule unahitajika usimame, upite, hiyo tayari hata wewe pasipo kuambiwa na mtu umejua umevunja sheria. Sheria ilikuja kukujulisha ya kwamba umevunja. Na wakati wowote ukitenda hiyo kitendo hiyo kimewekwa hapo uweze kukitimiza, sheria yani sheria inasimama, judgment inasimama, sababu umevunja sheria ile imewekwa, na utapelekwa kotini ama utalipia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi ndio tulikuwa tulipie, sio Christ alikuwa akuje alipie, ni sisi. Kwa hivyo neno linatuambia kwamba knowing this, that the law is not made for a righteous man. Mtu yeyote yule anajua yeye ni mwenye haki, ni mundu muthingu, sheria haina kazi katika maisha yake, sababu yeye haongozwi na sheria, anaongozwa na righteousness. Na kusema anaongozwa na righteousness ni kuonyesha ya kwamba ameshapokea a righteousness of Christ. Ameshapokea haki iliyo ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Ameshapokea haki, ameshapokea neema iliyo ndani ya Kristo, ameshapata ufunuo ulio ndani ya Kristo. Kwa hivyo sheria haimo tena kazi ndani yake, kwa sababu wakati alipokuwa anang'ang'ana na kuitimiza sheria, alibadilisha ile sheria na imani, kuonyesha ya kwamba ndani yake hakuna sheria tena, ndani yake kile kimo ndani yake ni faith. Haleluya. Sababu mtu yeyote yule anayeongozwa na sheria na kuifuata sheria na kutenda sheria hana imani ndani yake, had no faith inside her heart. Bwana asifiwe. Hana imani ndani yake, ni kuonyesha ya kwamba anaongozwa na sheria. Ile neno linasema kabisa hakuna awezaye kuhesabiwa kuwa haki kwa matendo ya sheria. Kiswahili inasema, hiyo mstari wa 9,
akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali sasa tuangalie, bali waasi. Watu wale waasi. Kiingereza si kusoma, wacha nisome. Ati, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawlessness and disobedient, for the ungodly, and for sinners, for unholy, and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Bwana asifiwe. Sheria kuna yule amewekewa. Sheria haijawekewa mtu wa haki, sababu mtu wa haki ametoka katika lawlessness, ama Kiswahili ametoka katika, haimuhusu mtu wa haki, bali ametoka katika kuwa muasi. Ametoka katika kuwa wasio taratibu, na ametoka katika nafasi ya kuwa mkafiri, na ametoka katika nafasi ya kuwa mwenye dhambi, na ametoka katika nafasi ya kuwa wa mnajisi. Alafu ametoka katika nafasi ya kuwa asio mcha Mungu. Ametoka katika nafasi ya kuwa mpigao baba yake na mama yake. Kwa hivyo anahifadhi moyo wa mama yake na wa baba yake. Anamcha Mungu, si mwenye dhambi, si mnajisi, si muwazi, si mkafiri, si mnafiki. Huyo ni mtu gani? Aliye na haki ndani yake. Yeye yule alitambua sheria ni ya watu wasio wenye haki. Sheria ni ya wanafiki. Sheria ni ya wauaji. Wamewekewa ndio wakati wowote watavunja hiyo sheria, wataua, wajue wamevunja sheria. Na kuvunja sheria ni kusema ya kwamba wewe si mwenye haki. Wewe haujaokolewa. Wewe hauja amini kifo cha Kristo Yesu, kazi yake ile kilikuja kufanya ulimwenguni. Number 10. For whoremongers, for them that divide themselves with mankind, for men-stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Na wasinifu. Sheria ni ya wasinifu, sio ya wenye haki. Sheria ni ya wafiranji, sio ya wenye haki. Sheria ni ya waibao watu, sio ya wenye haki. Sheria ni ya waongo, nao wapao kwa uongo. Sheria sio ya wenye haki. Na likiwapo neno lolote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima. Mafundisho yenye uzima ilitoka wapi? Mafundisho yenye uzima ilikuja na Christ.
ya mafundisho yenye uzima ilikuja na Christ. Bwana asifiwe. Lakini Moses alikuja na sheria. Na ile sheria aliyokuja nayo inanena kuhusu kifo. Bwana asifiwe. Kuna mstari hapa ningetaka kuangalia kidogo, niweze kukusomea. Neno linasema ya kwamba katika kitabu ya John 1:17, na nitasoma kwanza na Kikuyu. Todo watho watumirwo na Musa utugina uhoro wama wokire na Yesu Kristo. Kiswahili inasemaje? Nitaruka tu kidogo. Inasema, tutarudi pale. John 1:17 inasema for the law was given by Moses. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapoangalia neno kama hili, tunatambua neema na kweli, grace and truth. Hallelujah, Bwana asifiwe. Grace and truth came by Jesus Christ, but law was given by Moses. Sheria ilipeanwa na Musa. Hapa kuna kitu watu wengi hawajatambua, na nilijua kulikuwa na tofauti ya vile Yesu alipokuja kutoka mbinguni, na nikatambua Yesu alitumwa na Mungu aje na neema na kweli. Kwa hivyo neema na kweli ilitoka kwa Mungu mwenyewe, akaituma na mwanae Kristo Yesu. Nayo sheria, pole, kwa sababu watu wanafikiria ni Mungu aliandika sheria akaipatia Musa. Na tunaelewa ya kwamba Musa alichukua jiwe wakati alipofuja ya kwanza. Alichukua jiwe akaandika, akailetea wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Musa alikuja na sheria. Sheria hiyo ni nini ilikuwa imebeba? Hiyo sheria ilikuwa imebeba kifo, death, ndani ya hiyo sheria. Again, hiyo sheria ilikuwa na udhaifu ndani yake, kulingana na Roman 8. Hiyo sheria ilikuwa imejaa udhaifu, na ule udhaifu ulizuilia iweze kumkomboa mwanadamu katika dhambi na mauti. Kwa hivyo wakati hiyo sheria iliposhindwa katika kitabu ya Roman 8:2, neno linasema ya kwamba Mungu akamtuma mwanae Kristo Yesu. Yule alikuja katika ulimwengu, akafa, akazikwa na akafufuka siku ya tatu, ndio aweze kumuokoa mwanadamu kutokana na ile dhambi na mauti. Sheria ilishindwa na kuokoa mwanadamu. Bwana asifiwe.
Mwanadamu yeyote yule hajatambua kazi ya Kristo na kutotambua ya kwamba sheria iliyokuja na Musa haikupeanwa na Mungu. Haleluya. Huyo mtu atakaa katika madaganyo maishani mwake. Ndio aweze kutambua ya kwamba ile sheria ilikuja kutokana na mkono wa Musa. Ni lazima aweze kustudy about the work of Christ. Wakati utakapotambua kazi ya Kristo, ndio utaweza kujua ya kwamba sheria ilikuja ikiwa imejaa ilikuja ikiwa haina uwezo wowote wa kumfanya mwanadamu aweze kupokea uzima wa milele. Yesu Kristo ndiye alikuja na uzima. Yeye ndiye apeanaye uzima, sio sheria. Katika kitabu gani? John what? John 5:40. John 5:40 inasema, acha tufungue pamoja. 40 inasema, and you will not come to me that you might have life. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Watu wengi tuko ndani ya nyumba la Bwana. Watu wengi tunasema tumeokoka. Tumeokoka tu ya kutamka. Hatujafika katika chemichemi ya uzima wa milele. Christ ndiye chemichemi ya uzima wa milele. Na yeyote yule hajafika pale katika chemichemi, ako tu under the law. Na yeyote yule aliye under the law today, hallelujah, anatawaliwa na dhambi ndani yake. Yeye ni mwenye dhambi na kazi yake kila siku ni kutubu. Anatubu kwa nini? Kwa sababu moyo wake usiku na mchana unahukumiwa. Hukumu imejaa ndani ya moyo wake. Na ile hukumu sauti yake ni ya kwamba tubu, umefanya dhambi. Tubu, umeua. Tubu, umeangalia vibaya. Tubu, wewe ni mdhalimu. Tubu, wewe umetukana. Tubu kwa sababu ninasikia moto ndani yao. Watu wengi wanatubu kwa sababu ya kusikia moto ndani yao. Nalo neno la Bwana kupitia kazi ya Kristo Yesu ilikuja kutufungua, ilikuja kutuondoa, ilikuja kuturedeem. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ilikuja ndio mimi na wewe tutoke katika kazi yetu, haki yetu, mawazo yetu, ndio tuweze kuingia katika utukufu na utakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wengi wako makanisani na kwa sababu wako chini ya sheria, wanadhani wamepokea uzima wa milele. Wanadhani sababu wanajua maandiko. Kujua maandiko
hakuja kuhesabu kuwa wewe ni mwenye haki, kuwa wewe umepokea uzima wa milele. Hapana, my dear. Hakuja kuhesabu. Kujua maandiko. Yesu anasema Yesu anasema ya kwamba search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Maandiko yale unaona, unafikiria, unayajua, haujaitambua undani wake. Sababu kama unayatambua, haungekuwa na hukumu ndani ya moyo wako. Hukumu inanena namna gani? Hukumu inasema ya kwamba you are under the law, you are a sinner. Ndio unahukumiwa na moyo wako. Ndio moyo wako uko na sauti kubwa kuliko neno la Bwana ndani ya moyo wako. Sauti iliyo ndani yako inakuambia moto wa jehanamu unawaka. Wakati umesikia hiyo sauti ya moto wa jehanamu ndani ya moyo wako, unaanza kutafuta njia ya kutubu, njia ya kwenda kupakwa mafuta, njia ya kwenda kumtafuta Bwana huku na kule kwingine, njia ya kwenda kuwekelewa mikono na watumishi, njia ya kwenda kutabiriwa na kuambiwa ni nini kinao kusumbua, na kuambia mtu wa Mungu ni kwa sababu uko under the law. Sheria ilikuja ndio hukumu ndani ya watu iweze kuwafunga. Bwana asifiwe. Na wakati ule umejikuta katika nafasi kama ile, ndio neno linakwambia na huwezi kuja kwangu. Wewe ni wa kanisa, wewe ni wa dini. Haijalishi. Wewe ni wa kanisa, wewe hata kuna wakati unakosa kufanya yale yote dini yenu inasema. Lakini haujafika katika chemichemi ile itoao uzima wa milele. Uyani kila siku unaenda kutafuta ule uzima wa milele. Kila siku unapingana na kung'ang'ana ukitafuta ule uzima wa milele. Na uelewi na utambui Kristo ameshaupeana ule uzima wa milele kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, ama ile miaka umezoea, miaka 2000 iliyopita. Yesu alipeana uzima wa milele. Kwetu sisi tumeupokea ndani yetu. Hatuendi kutafuta. Hatukibisani na watu wakienda kutafuta Kristo. Wale tulio na haki ndani yetu, tunajua Kristo hayuko bali. Kristo hayuko pale, wala hayuko hapa, wala hayuko kule. Kristo yu ndani yangu. Haleluya. Kristo hayuko Amerika, Kristo hayuko Kenya, Kristo hayuko Australia. Kristo yu ndani yangu. Kwa hivyo nilalapo yu pamoja nami, niamkapo yu pamoja nami, nikurapo yu pamoja nami, nikifanya jambo lolote yu pamoja nami. Hakuna wakati anaondoka ndani yangu. Huyo ndiye Mkristo yule ametambua kazi ya Kristo Yesu ile aliyofanya siku 3, na siku ya 3 akafufuka na akaonyeshana utukufu na neema kuu sana ya Mungu.
katika kazi yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kumkaribia Kristo ni kukubali aingie ndani yako. Kuzaliwa tena na maji na Roho sio kurudi ndani ya tumbo ya mama yako. Kuzaliwa tena ni kuamini yale yameandikwa kumuhusu mwanakondoo wa Mungu, yeye yule Mungu aliyemtuma katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo uzima wa milele tunaupokea kwa Christ. Uzima wa milele ni Christ. Ukipokea Christ, umeupokea uzima wa milele. Wanaotafuta Christ hawana uzima wa milele. Wanaokwenda kukutana na Christ hawana uzima wa milele. Bwana asifiwe. Walio na uzima wa milele ni wale wameamini ya kwamba Christ yu ndani yangu. Mimi na Kristo tumefanyika kuwa mmoja. Mimi na Kristo hatuna tofauti. Kazi ya Kristo ndiyo kazi yangu. Maisha ya Kristo ndiye maisha yangu. Uzima ulio ndani ya Kristo nimeupokea kutoka kwake, kwa hivyo u ndani yangu. Kusulubishwa kwake, kufa kwake na kufufuka kwake, nami nikawa ndani ya hiyo. Nikakufa, nikazikwa, nikafufuka pamoja na yeye. Na sasa katika mkono wa kulia wa Bwana mbinguni, hapo ndipo nipo. Mahali alipo, hapo ndipo nipo. Bwana asifiwe. Nilikuwa mfu wakati alipofufuka akachukua kifo changu. Nilikuwa foolish, mpumbavu, mtu mjinga, akachukua ujinga wangu akanipa hekima. Nilikuwa sina knowledge, sifahamu kitu, lakini wakati alipokuja alinipa ufahamu. Nilikuwa ninaitwa mwenye dhambi, na sio kuitwa tu, nilikuwa ninajiita mwenye dhambi. Lakini wakati nilipotambua alikufa kwa ajili yangu, ndio mimi niweze kupokea ule uzima, akanipa uzima wake, akachukua kifo changu. Sasa hivi niko katika mamlaka ya uzima wa milele kwa sababu ya yeye Christ yule alikufa kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Tukiendelea kuliangalia neno pamoja nawe, kwa sababu message yetu ni ya kwamba hakuna mwenye mwili awezaye kuhesabiwa kuwa haki mbele za Mungu. Haleluya. Katika kitabu ya Galatian, wacha tuangalie pamoja nawe. Katika kitabu ya Galatian 3:11, mstari wa 11 inasema, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evidence, for the just shall live by faith. The just shall live by faith. Bwana asifiwe. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele ya Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki hataishi kwa kazi ya sheria. Mwenye haki hataishi, mwanadamu hataishi kwa kujaribu wala kutenda matendo ya sheria, lakini kwa imani yule mtu anahesabiwa kuwa mwenye haki.
Kwa kuamini kazi ya Kristo, yule mtu anahesabiwa kuwa mwenye haki. Ati number 12, and the law is not of faith. Sheria sio ya imani. Na yeyote atahesabiwa kuwa haki ni mwenye imani. Haleluya. Sheria sio ya imani. Hivyo ndivyo neno linakuambia kabisa. Limetafsiri kila kitu. Kwa hivyo nataka kusema nini? Hallelujah. The law was designed to set up you always. Wakati wote sheria iko ndani yako, kazi yake ni mtego. Ni mtego umewekwa katika maisha yako. Mtego wa kukutega usiku na mchana. Mtego wa kukuweka katika kudhani umeupokea ufalme wa mbinguni. Ni mtego umejificha. Sheria ni mtego ulitega watu wote wa Old Testament. Israelites walitegwa na huo mtego na wakasink ndani yake. Walifall ndani ya mtego wa sheria. Bwana asifiwe. Hawakuokolewa kamwe na ile sheria waliokuwa wanayoiamini. Haleluya. Sheria akawaambia, Musa akawaambia, kuweni na imani, have faith. Tokeni katika sheria. Kusema tokeni katika kifo. Walio ndani ya sheria, kifo ndio kinalia ndani yao. Ndio kiko na sauti. Uoga haukwishi. Dhambi inachemka kama kisima. Sababu sheria sio ya imani. Sheria sio ya kuondoa jambo lolote ndani ya maisha ya mwanadamu. Ila sheria ni ya kukuambia umefanya dhambi. The law was designed. Bwana asifiwe. Law was designed to mess you. To mess you up. Law haikukuja iweze kukudhibitisha. Lakini sheria ilikuja katika maisha yako iweze kukufanya uweze kumess wakati wowote. Kwa nini? Katika kitabu ya Roman 5 what? 5:15 inasema, but not as the offense, so also is the free. No. 4:15 inasema, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Kwa hivyo mahali popote sheria iko, hasira hakosi. Hasira amejaa.
no peace, no joy, no happiness, no fellowship mahali popote sheria alipo. Ate kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Maana pasipokuwapo sheria hapana kosa. Wale wote walio katika haki, hasira haiwezi kuwaongoza wala kuwapinga. Lakini mahali popote sheria ipo, dhambi inachemka. Kuchemka. Kwa sababu imekuja ndio ikumesi. Yale unafikiria ndio kweli. Kumbe neno linakwambia unadhani. Imekumesi. Tena neno linasema sheria ni mwalimu, anakubeba na kukupeleka kwa Kristo. Kazi yake ni kukubeba. Na anakubeba, anakucharaza. Sio mkubebwa kwa furaha. Hukumu nayo, mateso nayo, uoga nayo. Hallelujah. The law was designed to make sure you and God never have relationship. Sheria ina make sure wewe na Mungu hakuna wakati mtakuwa na uhusiano. Sababu sheria sio ya wenye haki. Mwenye haki tu ndiye ako na a good relationship with God. Lakini mtu yeyote yule hana relationship with God, anaonyesha ya kwamba yeye ako na sheria ndani yake. Sheria inaleta hasira. Tulisoma na wewe 1 Timothy 1:8. Bwana asifiwe. Pole, ilikuwa internet ilikuwa. Wakati ule mwanadamu atafunguliwa kutambua. Na Yesu wakati alipokuwa katika ulimwengu akawaita mitume akawaambia twendeni mahali petu sisi peke yetu. Na wakati walipoenda katika kitabu ya Luke alifungua Luke 24 funguliwa. Tusipofunguliwa mawazo yetu ndio tuweze kuwa na ufunuo. The law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Bwana asifiwe. Number 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Righteousness of God is not for the law by Bwana asifiwe, is not by the law. Righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Imani na haki zimetoka ndani ya Kristo, haitoki ndani ya sheria. And to all and upon all them that believe,
Yeah, for there is no difference. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Kwa wote waaminio, Bwana asifiwe. Kwa wote waaminio, hao tu ndio wako na haki ya Mungu. Hao tu ndio wako na imani. Bwana asifiwe. Sheria haihesabiwi pasipo neema ya Kristo. Imani haihesabiwi pasipo neema ya Kristo. Sheria ilikuja kupitia kando ya lango. Bwana asifiwe. Ni nini tunahitaji ndio tuweze kupokea remission of sin? Nini tunachokihitaji ndio tuweze kupokea the remission of sin? Kile tunaopokea ni faith. Kile tunachokihitaji act. Hebu tuangalie pamoja nami. Act. Katika kitabu ya Mitume, Act 10:43, Act 10 mstari wa 43 inasema, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believe in him shall receive remission of sins. Hallelujah. Huyo mnabii huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Yes, yeyote yule ameamini atapokea ondoleo la dhambi. So tunahitaji nini? Faith. Tunahitaji imani ndio tuweze kuamini ya kwamba tumefunguliwa na tumepokea ondoleo la dhambi. Tumepokea righteousness. Hallelujah. Na ni nani waliweza kuwitness? The prophets. The witness. Bwana asifiwe. Sheria nayo hata pale juu tumesoma 21 ili witness. Kwa hivyo sheria na manabii wali witness about Christ. Jesus Christ. Death, burial and resurrection. Wali witness. Hawakunena yale watu wanafikiria ama yale wanaenda kutafuta. Walinena, manabii wote katika Biblia walinena kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu in the Old Testament. Hallelujah. Katika kitabu ya Act 13 inasema mstari wa 38. 13:38 hapo mbele tu. Inasema 13:38 kuna kitu mahali pale inasema, wacha nafungua tu pole hapa. 38 inasema, be it known unto you therefore men and brethren that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Ati neno linasemaje? Inanifurahisha sana. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Kwa Christ
Jesus Christ. Hapo ndipo msamaha wa dhambi uliotoka. Number 39. And by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Hallelujah. Kiswahili. Ati na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoyaweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Kwa hivyo watu wafungue macho katika Biblia, macho ya roho, moyo ulio na ukamilifu wa ufunuo wa neno la Bwana. Kwa nini? Ndio waweze kuona hata kama Musa alikuja na ile sheria na akaipa wana wa Israeli, hawangepokea uzima wa milele ama hawangepokea the fullness of Christ, of God. Bwana asifiwe. Sababu walikuwa under the law. Na neno limetuambia vizuri kabisa ya kwamba atena kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Kwa hivyo ilikuwa na udhaifu mkubwa sana, hata kama watu waliifuata na wanaifuata mpaka siku ya leo. Hawajafika katika Kristo, hawajaingia ndani ya Kristo, hawajampokea Kristo. Sababu kumpokea yeye tunampokea kupitia kuamini kazi ile aliyoifanya, kumwamini yeye. Act 15 inasema, haleluya, nafurahishwa sana na neno 15:10. Act 15:10 inasema ya kwamba, at now therefore why tempt you God to put a yoke upon the neck of the disciple, which neither our father nor we were able to bear. Basi sasa bona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwe juu ya shingo za wanafunzi, ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kusichukua. Bona watumishi mwawapa watu sheria ile hata mababa wetu wa zamani, mababa wetu, our forefathers, hawakuweza kuibeba. Mitume hawakuweza. Sheria iliua watu wengi. Kwa hivyo neno linataka kutuonyesha hapa juu, inatuambia atia, now therefore why tempt you God to put a yoke. Kwa hivyo sheria, law is a yoke, and nobody can keep the law. Hakuna yeyote yule awezaye kuiweka sheria. Hakuna yeyote. Ni yoke. Umewekwa mti wa shingoni. Bwana asifiwe. Juu ya shingo kongwa. Ndio iko na udhaifu mwingi. Haiwezi fanya mtu yeyote yule aweze kuwa mkamilifu wala mwenye haki kwa Bwana. Sheria ni mauti ya kuwaua wengi. Sheria imefunga watu wengi. Sheria imefanya wengi waweze kuwa vipofu.
sheria imetoa wengi katika ukweli. Wako tu katika madanganyo. Wamedanganyika kabisa. Wanadhani ya kwamba wamepokea ufalme wa mbinguni. Wakati ule Peter alikuwa anaandika, aliweza kuita mababa wetu wa zamani hypocrites. Yes. Sababu walioperate under the law. Kazi ya sheria ndani yetu makanisani yote ile iko under the law. Ile inaoperate under the law. Hakuna kitu ingine inatawala mahali pale isipokuwa tu hypocrisy. Hypocrisy ndio imejaa ndani ya makanisa. Na wengi wasijue ya kwamba hayo ndio inaendelea. Lakini tunakutambulishia na kukuambia ukweli ya kwamba hakuna kitu kingine kinaotawala ndani ya makanisa yote inaoperate na sheria isipokuwa tu hypocrisy. Akina mitume, akina Petro wakasema mababa wetu wa zamani, kile kiliweza kuwaongoza ni hypocrisy. Bwana asifiwe. Paka wao wakajihesabu hivyo sababu walikuwa under the law. Hata wao. Sisi wote tulikuwa tunatawaliwa na hypocrisy. Kwa sababu gani? Hakuna hata mmoja angeweza ama anaweza kuitumiza sheria. Kwa hivyo tuikaraga andu aria me thiini wa sheria na aria mari kuo thiini wa sheria maikarire thiini wa uhinga uria utangiahotire kumakura kuma uhinga-ini ucio. Niki? Tondu no kugeria mageragia makimenyaga wega gutire mundu ungehota gukinyaniria sheria. Kwa hivyo naweza sema asubuhi ya leo ya kwamba imani ndani ya Kristo ni kujua vile umemtambua Mungu. Umemjua Mungu. Ni kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Ni vile unamjua Mungu. Bwana asifiwe. Imani ndani ya Kristo is how you know God. Unaweza ishi maisha ya kutojua Mungu ama kumtambua Mungu. Kwa nini? Sababu wewe unaishi chini ya sheria. Chini ya sheria hakuna kumjua Mungu. Hakuna kumtafsiri Mungu. Hakuna kumtambua Mungu. Wewe unakaa tu katika mambo ya kudhani. Na hauwezi mtambua Mungu kupitia instructions. Hallelujah, of the law. Instruction of the law. Kama unataka kumjua Mungu, kuwa chini ya instruction by Christ. Bwana asifiwe. Ndani ya Kristo, hapo ndipo kuna mwongozo mwema. Ule unaweza fanya uweze kumtambua Mungu, lakini sio chini ya sheria. Ni ndani tu ya imani
in Christ. Inaweza kukufanya wewe uweze kutambua mapenzi ya Mungu. Kwa sababu wakati wowote mtu anangoja kuwa instructed by the law, inakupeleka kwa wanyama. Ilifanya hivyo. Mwongozo wa sheria wakati huo wa wana wa Israeli in Old Testament iliwaongoza kuleta kondoo. Walichinja kondoo, animals. Walileta doves. Walileta hizo vitu za hizo aina, wanyama. Lakini wakati tumefika kwa imani, Kristo Yesu akatumwa, mwana kondoo wa Mungu. Yule alikuja na damu yake yeye mwenyewe na kaingia mahali patakatifu, hapata jengwa na mkono wa mwanadamu. Aigerire haria hatheru hataketwo na moko ma andu. Yeye ndiye mtangulishi wa kutoa dhabihu ile kamili na isiyo na mawaa. Lakini wanyama wale walikuwa wanatolewa kila mwaka. Watu walikuwa tena wanajikuta katika ile hukumu na katika ile dhambi. Hiyo tu dhambi wametolea kondoo na haivas, wanairudia tena na tena na tena. Lakini Kristo alifanya kitendo kimoja cha haki na kuwaondoa wote walio ulimwenguni, wale waliokuwa wanahesabiwa kuwa dhambi. Akawatoa katika dhambi zao na akawapa uzima wa milele. Kwa sababu kwa nini wakati wowote watu walikuwa wanapotazamia wanyama na kuleta watoe dhabihu, ile kitu haikuwa inaondoka ndani yao, ni sin and death. Ilikuwa tu inalia ndani yao. Nani aliondoa sin and death? Ni Christ. Siku ya kesho tutaanzia hapo. Tutaangalia mambo mengi, tuone kwa upana na kwa uzito, ndio watu wengi waweze kutambua wote walio chini ya sheria hawawezi kuwa wakamilifu na waaminifu na wenye haki mbele za Bwana. Ndani yao kile kinaolia ni nini? Ni sin and death. Tutaomba siku ya kesho, tutaanzia pale, tuendelee na hiyo part 2, na tutaweza kufunguka macho yetu sana ya kiroho. Naomba tu kuwa mtu mtulivu. Kuwa mtu mtulivu wakati unaposikiliza. Kuwa mtu aliye na moyo wa kutaka kujua sana na vyema. Kuwa mtu aliye na moyo wa kutaka kujua juu ya the kingdom of heaven. Nikisema kingdom of heaven, ninanena juu ya the Son of God, Christ Jesus. Sababu yeye ndiye the kingdom. The kingdom. Na ndani yake hapo ndipo ukamilifu wote umefichwa. Nashukuru sana Bwana kwa nafasi na kwa neema ametupa siku ya leo. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza.
Asanti ni kwa sababu ya uzima umeweka ndani yetu. Asanti Bwana kwa sababu zamani tulikuwa tumebadilisha upendo wako na upendo wa ulimwengu. But tulikuja kutambua na kujua ulimwengu hauna upendo. Ulimwengu umejaa chuki, vita, makelele, udhalimu wa kila aina, magonjwa na hali za kila aina zichipukao usiku na mchana. But wakati ule Bwana Kristo Yesu ulipojitambulisha kwetu, tuliweza kupokea eternal faith, eternal joy, eternal happiness ndani yetu Bwana, na eternal peace ndani yetu, ikawa ni amani, imani ile Bwana itokao kwako. Siku ya leo ninakushukuru ni kwa sababu ya your knowledge ile Bwana Jehova Jireh umeiweka ndani yangu. Your wisdom bestow inside in my heart. Bwana asifiwe. Na kutukuza wewe Baba, na kuinua wewe mtakatifu. Wewe umejaa utukufu na nguvu. Umeniondolea gharama yote, ukanipa utukufu ule Bwana Jehova Jireh usio tamkika kwa maneno yetu sisi, ila tu kwa Roho Mtakatifu wako Bwana. Twakuinua Bwana. Asante ni kwa sababu ya uponyaji. Umetuponya miili yetu na ukatuponyea watu wetu, marafiki na hata watu wa kanisa. Pokea sifa Bwana. Mambo yote yawezekana ni kwa sababu ya utukufu ule umefichwa ndani yako. Na kutukuza na kuinua wewe mpendwa wangu, na wewe nguvu zangu. Na ni katika jina lako Bwana wangu Yesu Kristo, kutoka siku ya leo Bwana, wacha watu wako waweze kuwa na ule moyo wa kutaka kusikia, kutaka kutambua na kutaka kuelewa njia zako siku zote. Ndio watu wako Bwana Roho Mtakatifu apate kibali cha kuwaongoza, kuwafundisha na kuwafungua. Wewe ni Baba yangu na mimi ni mwanao mtakatifu. Asante sana kwa sababu ya hiyo kipindi kizuri umetuongoza na kutuelekeza na kutufundisha mapenzi yako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Amen.